Katika dunia ya soka kuna michezo inayobeba pointi na kuna michezo inayobeba hadithi za maandalizi, imani, mapambano na tunayojifunza baada ya dakika 90 kukamilika. Kwa Fountain Gate FC mechi 2 mfululizo dhidi ya JKT Tanzania na baadaye dhidi ya Yanga Sports Club zimeandika sura muhimu katika msimu huu, zikiwa na mafunzo, matumaini na dira mpya ya ushindani. Mchezo dhidi ya JKT Tanzania uliopigwa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha ulikuwa mojawapo ya michezo ambayo Fountain Gate ilitarajiwa kudhihirisha ubora wake tukiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Maandalizi ya mchezo yalifanyika kwa umakini mkubwa, benchi la ufundi likisisitiza nidhamu, umakini na kutengeneza nafasi za mabao. Kwa kuwa tulikuwa tunakwenda kucheza na moja kati ya timu bora kiufundi na yenye ushindani wa kweli. Katika siku za mwisho kabla ya mchezo, mwalimu Mohamed Leiza alisisitiza jambo moja muhimu: kila mchezaji acheze kwa ujasiri, mpira wetu uongee kuliko pressure ya mchezo. Hapa mimi defense zitakuwa ngumu na zitakuwa za kimbinu zaidi kutokana na aina ya timu tunakwenda kucheza nayo. Niseme kama ukiangalia katika table ya kwa mpaka leo JKT wanaongoza ligi ya Tanzania Bara. Na ukiangalia na sisi tuko kwenye nafasi ya 5. Kwa hiyo mchezo utakuwa mwepesi kwetu wa. Lakini mimi naamini yule atakayetimiza nafasi nzuri na tayari kuzitumia, naamini. Hata hivyo, katika mchezo wenyewe mambo hayakwenda kama yalivyopangwa. Licha ya kujituma, kupiga pasi nyingi na kujaribu kumiliki mchezo, dakika 90 hazikuweza kuwa upande wetu. Tulijikuta nyuma kwa mabao mawili yaliyofungwa katika kipindi cha pili. Bao la kwanza lililotokana na uzembe wa kuzuia mpira wa crossi, na la pili lililotokana na shambulio la haraka lililowakuta wachezaji wetu wakiwa juu wakitafuta bao la kusawazisha. Matokeo ya mabao mawili kwa 0 nyumbani yaliacha maswali, lakini pia yakatoa somo kubwa kuhitaji kuwa makini zaidi katika ulinzi na kutumia nafasi chache muhimu zinazopatikana, kwa sababu ukweli ni kwamba tulicheza soka safi. Kila mmoja alishangazwa kwa namna ambavyo tulizitawala dakika kwa muda wote wa mchezo ule, ingawa bahati haikuwa upande wetu kabisa. Bailo hii ameanzia benchi, nafasi ndio Joshua kikwenda nje kule. Huyo hapo Joshua, ni tizama pande ambayo alikwenda kuikutana nalo njiani Joshua mwaka 7. Huyo hapo ndio ingizo jipya akimweka nje McDonald Obas. Haya, sasa ni dhahama kwa Eli Mukono. Eli anaiweka namba Joshua, weko chini mwa Sibanini. Seweka pale. Tizama kwa mara nyingine pasi ambayo alikwenda kukutana nayo ile Joshua mwaka 7. Alichelewa mwenyewe kule Pasco Manyama. Huyo hapo na mwingine huyo hapo ambao amecheza Abuja City, huyo hapo David Henry. Anaiweka ndani kule, lakini nyaka uzuri kabisa Omar Gonzo. Henry David miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kwa makubaliano kubadilishana wachezaji kutoka City Abuja ya Nigeria. Ismail Azizi Kada anapita nayo. Ismail Azizi Kada anaiweka ndani nafasi kwenye chache. Tizama, alikusanya kijiji pamoja na mweka hazina wake akaiweka ndani kule, lakini ilikuwa kuna mtu kumalizia. Na mara baada ya mchezo dhidi ya JKT hakukuwa na muda wa kupoteza. Ratiba ilitutaka Fountain Gate FC kuanza safari ya zaidi ya kilomita 300 kutoka Babati Manyara kuelekea jijini Dar es Salaam kwa mchezo mkubwa dhidi ya Yanga Sports Club uliopangwa kuchezwa Disemba 4 KMC Complex. Safari ilianza usiku wa manane na asubuhi mapema tuliwasili Morogoro, kikosi kizima kikiwa na utulivu, umakini na nidhamu ya kufanya vizuri licha ya kupoteza katika mchezo uliotangulia tukiwa nyumbani. Kwenye basi la timu kulikuwa na mchanganyiko wa mazungumzo ya kiufundi, huku muziki wa kuwapa morali na utulivu wachezaji waliotafakari kwa kina mchezo unaokuja ukisikika. Ujio wa timu Dar es Salaam uliweka mtazamo mpya,
Benchi la ufundi lilichukua hatua ya kufanyia kazi makosa madogo madogo yaliyojitokeza kwa raha na kuandaa kikosi kimkakati dhidi ya Yanga, mmoja wa wapinzani wagumu zaidi kwenye ligi. Siku ya kwanza ya mazoezi tukiwa Dar es Salaam, wanahabari walikuja kuitizama timu yetu na wapo ambao walizungumza na wachezaji kitaka kujua ni namna gani timu yetu imejiandaa, na miongoni mwao alikuwa ni Isaya Dede. Winga kabisa Ismail Kada. Vipi mwanangu? Sure. Uhakika. Mambo yanasemaje? Naona tulivu kabisa. Uhakika. Nimefika kabisa ofisini kwenu, sio? Sisi hapo. Tarehe 4 hapo mapema. Tarehe 4. Sasa hivi bwana mmewaka sana. Mwanzo watu waliwachukulia poa timu za mwanzo kama zilipata bahati hivi. Lakini sasa hivi mmerudi kwenye ile kiwango chenu. Ni kweli, lakini bado tunapataka. Kwa hiyo nadhani tarehe 4 hapa. Tutatoa kitu watu wao. Siku ya mwisho ya mazoezi, Fountain Gate ilifanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa KMC Complex. Siku ya mwisho ya mazoezi, Fountain Gate ilifanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa KMC Complex. Na hata siku ya kwanza, timu ilitumia uwanja huo huo, mazoezi yaliyokuwa ya nguvu, mbinu na hali ya juu ya umakini. Tumeshafika jijini Dar es Salaam, lakini pia kikosi chetu ndo kama hicho kinapasha kwenda kukutana na Young Africans. Ni kitu gani ambacho nawaambia mashabiki? Mashabiki kwanza wafahamu tumekuja na lengo la kuja kusaka ushindi. Tumekuja na lengo la kupambana kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye huu mchezo. Sio rahisi kwa sababu tunacheza na timu ngumu, timu bora, na timu ambayo haijapoteza mchezo wowote, miongoni mwa timu ambazo mpaka sasa sijapoteza mchezo. Lakini tunakwenda kucheza na timu ambayo ina defense ambayo ngumu kidogo, ambayo pia hajaruhusu magoli mengi. Sidhani kama wameruhusu magoli msimu huu. Lakini sisi tumejiandaa zaidi. Wachezaji wanautaka huo mchezo. Ari na morali zao zinaonyesha kabisa wanahitaji kufanya vizuri. Haya ambao nimeyasema kwamba tunacheza na timu ngumu, tunacheza na timu ambayo ina safu bora ya ushambuliaji, tunacheza na timu ambayo ina safu bora ya ulinzi, ni kitu ambacho mwalimu anakifanyia kazi hapa. Na ndio maana amewaambia kina Messi, kina Chuga, kina Azizi Kada, kina McDonald Yobas ni kuhakikisha tafuta njia na kuyaonyesha makosa ya safu ya ulinzi ya Yanga kwamba sisi tunatakiwa tushinde, ili tuwape watu sababu ya kusema kumbe wale wanafungika, kumbe wanafanya makosa haya na haya. Kwa hiyo mwalimu ameliona hilo na anapambana. Mohamed Liza Leke anapambana pamoja na Abubakar Ali Francis Abu Junior, wanapambana kuhakikisha wachezaji hawa wanapenya kwenye ile safu ya ulinzi ya Afrika. Kiungo mkabaji Abdalla Kulandana, Ismail Aziz na wachezaji wengine walitoa kauli iliyowapa mashabiki matumaini. Huku kijana wetu kinda Juma Isa Abushiri ambaye alikuwa anakwenda kucheza mechi yake kubwa ya kwanza, alisema wapo tayari kupambana na mashabiki waje. Kama kawaida kesho. Tupo hapa ndani ya KMC kuja kutoa burudani. Inawezekana. Kama kawaida. Tatu muhimu. Nakubali. Bwana Bolo Jagala, tumemaliza jambo muhimu. Kesho inakuaje hiyo? Kesho ushindi tuwategemea. Au sio? Mpira mzuri. Azizi Kada anatoa huduma kesho. Mtu mbaya. Umekiona kile kinchenga kile? Kesho kazi wanayo. Pando unasemaje? Nasema washabiki wetu waje uwanjani kesho. Waje kuangalia burudani kwa takuwepo hapa ndani. Bwana Chuga, mechi yako ya kwanza kubwa na timu kubwa. Neno lako moja kwa Tanzania. Waje tu washuhudie burudani. Mungu atuamshe tu salama. Kila kitu kinaendelea vizuri. Tukutane kesho. Hakika huo ulikuwa mchezo uliozungumziwa sana kabla haujapigwa. Mashabiki walijaa uwanjani wakiwa na matarajio makubwa kwamba Yanga ingeonyesha ubabe wake wa kawaida, lakini lililotokea lilikuwa tofauti kabisa. Vijana wa Fountain Gate walicheza kwa utulivu mkubwa kuanzia dakika ya kwanza. Vijana wa Fountain Gate walicheza kwa utulivu mkubwa, pasi fupi zenye uhakika na mashambulizi ya mipango. Kwa dakika nyingi za kipindi cha kwanza, Fountain Gate ndio ilitawala mchezo, ikipiga pasi zinazofika, ikafanya pressing ya hali ya juu na kuonesha ubunifu mkubwa uwanjani. Mashabiki wakaanza kuzungumza, hao watoto wanacheza mpira mkubwa kuliko tunavyotarajia. Hata hivyo, kama ilivyo kawaida ya soka, kutawala mchezo hakumaanishi kupata matokeo.
Yanga ilitumia uzoefu na ubora wa baadhi ya wachezaji wake pale ilipopata nafasi. Dakika 29 walipata bao la kwanza kupitia mkwaju wa penalty baada ya mwamuzi kutafsiri kuwa beki wetu Shabani Pandu alishika mpira kwenye eneo la hatari. Bao la pili likaja dakika ya 80 kupitia shambulio la kushtukiza baada ya wachezaji wetu kupoteza mpira kwenye eneo letu. Lakini katika dakika zote 90 Fountain Gate tuliendelea kupambana bila kuchoka, tukicheza kwa kiwango cha juu ambacho kilipigiwa makofi hata na mashabiki waliokuwa wanashabikia Yanga. Lakini mwisho wa siku matokeo yalisomeka Yanga 2 Fountain Gate 0. Ingawa matokeo hayakuwa kwa upande wetu katika michezo yote miwili, hatua na picha kubwa iliyojitokeza ni moja: Fountain Gate FC ina ubora na inaendelea kuweka misingi ya timu tishio ndani ya ligi kuu. Dira ya Fountain Gate iko wazi: kuimarisha zaidi umoja wa kikosi, kuongeza ubora katika safu ya ushambuliaji, kuendeleza nidhamu na hali ya kupambana kwa dakika zote, kujifunza kutokana na makosa, kuboresha kila mchezo. Mbele kuna michezo mingi, na kama kiwango kilichooneshwa dhidi ya Yanga kitaendelezwa, basi Fountain Gate itaanza kuandika historia mpya kwenye ramani ya soka la Tanzania. Katika safari hii ya mechi mbili ngumu, Fountain Gate imepoteza pointi, lakini haijapoteza dira. Imeonesha wazi kwamba ni timu inayokuwa, timu inayoweza kupambana na vigogo wa ligi, na timu yenye mustakabali wenye matumaini. Kwa mashabiki, endelea kuamini; kwa wachezaji, endelea kupambana; kwa sisi kama club, tunaendelea kusonga mbele. Katika kipindi hiki ambacho kalenda ya ligi kuu ya vijana imesimama, kikosi cha Fountain Gate FC Under 20 kimeendelea na maandalizi yake mjini Babati, Manyara, kikiweka nguvu na umakini katika kuhakikisha vijana wanakuwa tayari kukabiliana na ratiba ngumu iliyo mbele yao. Kwa muda wote wa wiki kadhaa sasa, vijana wa Under 20 wamekuwa wakifanya mazoezi kwenye uwanja wao wa nyumbani, wakipimwa kimbinu na kiutendaji na benchi la ufundi ili kujenga timu yenye kasi, nidhamu na uwezo mkubwa wa kushindana. Mazoezi haya yamejikita katika kuongeza uimara wa mifumo ya kiuchezaji, ubora wa kujilinda, pamoja na kuongeza ubunifu kwenye eneo la ushambuliaji. Ili kupima uwezo wao katika mazingira ya ushindani, kikosi kilicheza mchezo wa kirafiki na Eagles Sports Club kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha, mechi iliyowapa picha halisi ya maeneo yanayohitaji maboresho na yale ambayo tayari yamekaa vizuri. Wakati maandalizi yao yakiendelea, vijana hao wana kalenda ngumu: safari ya mechi 5 mfululizo, mechi za ugenini 3 na nyumbani 2. Disemba 17 watakuwa ugenini kucheza na Yanga Sports Club. Disemba 23 watafuata na Mungo FC Under 20 huko Ruangwa, Lindi. Disemba 30 watakuwa wageni wa Coastal Union Under 20. Baada ya safari ndefu na michezo migumu ugenini, vijana watarejea Babati kwa michezo miwili ya nyumbani. Januari 7, 2026 watavaana na Tanzania Prison Under 20, na kisha Januari 14 watawakaribisha Mbeya City Under 20, na mechi zote zikichezwa Tanzanite kwa Raha Stadium.